Waziri wa Uchukuzi Mheshimiwa Profesa Makame ameeleza kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imechaguliwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa kimataifa wa Shirikisho la Vyama vya Mawakala wa Ushuru wa Forodha wa kimataifa kwa upande wa Afrika Mashariki ya Kati. Sema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari katika hoteli ya Golden Tulip uwanja wa ndege. Amefahamisha kuwa mkutano huo unatarajiwa kufanyika tarehe 30 hadi tarehe 1 ya mwezi wa Aprili 2025 katika hoteli ya Golden Tulip Zanzibar, ikiwa mgeni rasmi wa mkutano huo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa na lengo la kuwaleta pamoja washiriki zaidi ya 500. Mkutano wa mwaka huu umejikita katika maeneo yafuatayo. Eneo la kwanza ni kubadilishana maarifa na ujuzi. Hilo ni muhimu sana, ni kubadilishana maarifa na ujuzi kati ya wadau wetu mbalimbali. Hilo la kwanza. Eneo la pili ambalo mkutano huu utajikita ni ushirikiano wa kisekta, yaani kukuza ushirikiano kati ya watoa huduma wa vifaa, mamlaka ya udhibiti, wadhalishaji, wauzaji wa rejareja na makampuni ya teknolojia pamoja na makampuni ya usafirishaji. Ni ushirikiano mkubwa, kwa sababu kama hakuna ushirikiano, sekta hizi haziwezi kukua. Kwa vile hilo litakuwa ni jambo la pili ambalo mkutano huu utajikita na tutalizungumza kwa undani kabisa. Eneo la tatu ambao mkutano huu utajikita kabisa ni mabadiliko yanayotokana na matumizi ya teknolojia za kisasa. Teknolojia sasa zinabadilika kwa kasi, na sekta yetu ya uchukuzi pamoja na lojistiki ili iweze kufanya vizuri lazima iendane na mabadiliko ya teknolojia hayo. Sasa wataalamu hawa wanaotoka maeneo mbalimbali duniani watatoa uzoefu wao na changamoto mbalimbali wanazozipata katika kutumia teknolojia za kisasa. Eneo jingine ambao mkutano huu utajikita ni eneo la sera mbalimbali. Ili biashara yako iende vizuri, lazima uwe na sera mzuri, sheria mzuri na kanuni nzuri. Kwa vile kwenye mkutano huu wataalamu wetu wataangalia sera mbalimbali zinazohusu sekta ya uchukuzi na lojistiki katika Afrika pamoja na Mashariki ya Kati. Tunaamini kwa kubadilishana uzoefu kwenye sera hizo za nchi hizo pamoja na kanuni na taratibu, tutaweza kupiga hatua kubwa. Na eneo la mwisho, mkutano huu utajikita kwenye mtandao wa kimataifa, kutoa fursa kwa washiriki kukutana na wateja mbalimbali na wawekezaji mbalimbali ili kupata fursa ambazo ziko au zinazokuwa kwenye sekta ya lojistiki na uchukuzi. Hayo ndio maeneo makubwa ambayo mkutano wetu huu utajikita ndani ya siku mbili ambazo tumepanga, tarehe 30 na tarehe 1 mwezi Mei mwaka huu. Ndugu wanahabari, mkutano huu pia utajadili masuala ya urahisishaji biashara, ufadhili, bima na uboreshaji wa taaluma ndani ya tasnia ya usafirishaji na lojistiki kama nilivyosema. Aidha, washiriki watapata nafasi ya kufahamu fursa zinazotokana na mpango wa eneo huru la biashara la Afrika na mchango wa tasnia ya lojistiki na usafirishaji katika kusaidia ukuaji wa uchumi endelevu barani Afrika, Mashariki ya Kati na ulimwenguni kwa ujumla. Itatoa fursa kwa sababu kuna watu kutoka mbalimbali. Kuna watu wanatoka Afrika, kuna watu wanatoka Mashariki ya Kati na kuna watu wengine wataalamu wanatoka ulimwenguni kote. Tutaona fursa ambayo zipo duniani ili wadau mbalimbali waweze kupata fursa hizo, wazisikie, halafu waweze kuchukua fursa ya kufanyia kazi. Ndugu wanahabari, pamoja na malengo au mambo niliyoyataja hapo juu, pia mkutano huu utakuwa na matukio
yafuatayo. Kwanza, kutakuwa na maonyesho na majadiliano ya wataalamu. Kutakuwa na mabanda mengi ya maonyesho, alafu kutakuwa na wataalamu mbalimbali kutoka nje watafanya mawasilisho ili watu wetu waweze kupata taaluma. Pili, kutakuwa na vikao vya biashara kati ya makampuni, yani business to business, na kutakuwa na vikao vingine vya biashara kati ya biashara na serikali, business to government. Kutakuwa na vikao mbalimbali. Kwa upande wa serikali hapa patakuwa na makampuni ya wakala wa ndege, mashirika ya ndege yatakuwepo, ATCL itakuwepo, bandari zitakuwepo. Tutaeleza fursa tulizonazo na hao watazisikia fursa tulizonazo, na mimi na wao wataeleza nini tunaweza kufanya kwa pamoja ili nchi yetu iweze kuendelea. Pia kutakuwa na safari za kutalii kujionea vivutio vya asili na kitamaduni vya Tanzania, hasa hapa Zanzibar. Watu wengine wakija kwenye mikutano, mbali ya kuhudhuria mkutano, lakini pia wanataka kupata fursa ya kuangalia vituo vya utalii. Tu ametoka pengine Uingereza, ndio mara yake ya mwanzo kufika Zanzibar, hawezi akaja hapa tu akaishia Golden Tulip. Ameona Golden Tulip nyingi duniani, lakini lengo akimaliza mkutano ataka apate fursa ya kutembelea hapa Zanzibar, aende Serengeti, aende Ngorongoro, aende na mbuga nyingine za wanyama. Hiyo ni muhimu sana, na ndiyo pengine sababu hasa tulipushi safari hii, shughuli hii ifanyike Zanzibar. Sababu Zanzibar kwenye sekta utalii inajulikana sana. Ikiwa kauli mbiu ya mkutano mwaka huu ni ushirikiano katika uchumi wa bluu, kauli mbiu hii kwa kiasi kikubwa inaendana na juhudi za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Zura Salim, SK Online TV.